Kama ambavyo nimekuahidi ya kwamba pia nitakuwa nakupatia taarifa zote za mstari wa mbele wa kivita ambako majeshi ya Urusi pamoja na Ukraine yanapigana kila siku. Mimi pia nimekuwa nikifanya hivyo kuhakikisha kwamba unafahamu kila kitu ambacho pia kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita kutoka maeneo tofauti tofauti ambako majeshi hayo bado yanapigana kabisa. Na taarifa kubwa muda huu ni kuhusu mamia ya wanajeshi wa Urusi wameingia huko nchini Ukraine, hasa kwenye moja kati ya eneo ambalo kwa sasa mapigano makali zaidi yanaripotiwa huko Donetsk. Utasikia pia imekuwaje katika undani wa taarifa hii. Na utasikia pia idadi kubwa ya wanajeshi wa Ukraine takriban 4700 wamepoteza maisha kutoka mstari wa mbele wa kivita katika muda mchache ambao umeweza kuripotiwa. Na wakati pia ya kijili, jeshi la Ukraine pia bado pia limefanya mashambulizi mengine makubwa zaidi na kusababisha kukata kabisa kwa baadhi ya njia ambazo wanajeshi wa Urusi pia walikuwa wakitumia kusafiria ama kusambaziana pia baadhi ya vifaa vya kijeshi. Basi pia utasikia hapa kile ambacho jeshi la Ukraine pia limekijibu kufuatia mwendelezo wa operesheni za kijeshi za Urusi katika maeneo mengi huko nchini Ukraine, hasa huko Donetsk. Karibu sana katika undani wa taarifa hii. Takribani wanajeshi 200 wa Urusi wameingia ndani kabisa mji wa mstari wa mbele wa kivita wa Pokrovsk huko mkoani Donetsk. Taarifa hii imetolewa na jenerali wa jeshi la Ukraine kuhusu wanajeshi takribani 200 wa Urusi kuingia huko ndani kabisa ya mji wa Pokrovsk mkoani Donetsk ambako mapigano makali yamekuwa yakiripotiwa kila siku. Pokrovsk iliyokumbwa na mapigano ya muda mrefu inasalia kuwa moja ya maeneo magumu zaidi ya mstari wa mbele, huku vikosi vya Urusi vikiongeza shughuli za mashambulizi na kukusanya idadi kubwa ya wanajeshi kuzunguka jiji hilo katika jaribio la kulazimisha Ukraine kujisalimisha au kuondoka katika mji huo. Kwa kuingilia nafasi za Ukraine katika vikundi vidogo vya watembea kwa miguu, Urusi imekusanya wanajeshi wapatao 200 ndani ya mji wa Pokrovsk. Jenerali wa jeshi la Ukraine ameripoti, ambapo wanajeshi hao pia wanahusika katika mapigano ya silaha ndogo na ndege ambazo hazina rubani na wanajeshi wa Ukraine jijini humo. Hatua za kukabiliana na hujuma za Ukraine kwa sasa zinawazuia wavamizi wa Urusi kusonga mbele na kuimarisha nafasi zao huko Pokrovsk, lakini mapigano makali katika jiji hilo lenye nguvu na makali mno, jenerali wa jeshi amesema hivyo. Vikosi vya Ukraine pia vinaripotiwa kujaribu kuleta utulivu wa hali hiyo kupitia hatua kamili kutoka pande huo. Pokrovsk iko ukingoni, huku wanajeshi wa Urusi pamoja na ndege ambazo hazina rubani zimekuwa zikiingia zaidi katika mji wa ngome wa Ukraine, ambako pia askari wa Urusi hapo awali walivunja Pokrovsk kwa kiwango kidogo, ambako mnamo mwezi Julai mwaka huu wanajeshi wa Urusi waliingia kusini magharibi mwa jiji hilo wakati wa mashambulizi ya kiangazi ya Moscow, ingawa uvamizi huo ulizuiliwa na wanajeshi kadhaa wa Ukraine. Na tangu wakati huo pia hujuma ndogo za Urusi na vikundi vya miguu vimejaribu kuvamia jiji kupitia mbinu za uvamizi kamili, ingawa Ukraine imeripoti kupinga majaribio kadhaa. Video iliyotoka ya wanajeshi wa Urusi huko Pokrovsk iliwaonyesha wakisababisha mauaji kwa raia kadhaa wasio na silaha, ambapo mauaji hayo ilitokea karibu na njia ya reli inayopita katikati mwa mji wa Pokrovsk. Chini ya siku moja baada ya video hiyo kuibuka, kikosi cha 7 cha vikosi vya anga vya Ukraine kirikiri kupenya kwa Urusi kwenye reli, kikisema kundi la hujuma na upelelezi la Urusi lilikuwa limevunja mstari ya Ukraine. Urusi imepata hasara kubwa katika shambulio lake dhidi ya Pokrovsk, ambapo wafanyakazi wakuu waliripoti hasara ya wafanyakazi wapatao 1756 wa Urusi na vipande 75 vya vifaa vilivyoharibiwa katika siku 10 zilizokwisha kupita pekee. Andrei Marochiko, mtaalamu wa kijeshi kutoka nchini Urusi, amesema ya kuwa hasara za vikosi vya kijeshi vya Ukraine, wakiwemo mamluki wa kigeni, zimefikia karibu wanajeshi 4700 waliouawa na kujeruhiwa katika mapigano kwenye mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk kwa wiki moja iliyokwisha kupita. Kulingana na ripoti hiyo, ameeleza kuwa upande unaopigana ulipata hasara kubwa zaidi katika eneo la wajibikaji la kikosi cha vita cha magharibi mwa Urusi. Hasara za vikosi vya kijeshi vya Ukraine katika maeneo ya wajibikaji ya vikundi vya vita
vya kaskazini, kusini na magharibi katika wiki iliyopita kwenye mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk zimefikia takriban wanamgambo na mamluki wa Ukraine 4470 ambayo ni 240 ikiwa ni zaidi ikilinganishwa na kipindi cha muda kilichoripotiwa awali, ambapo uharibifu mkubwa zaidi kwa wanajeshi wa adui ulifanywa katika eneo la wajibikaji la kikosi cha vita cha Magharibi katika eneo la Kupiansk, Boroviskoye, Krasny Liman na katika sehemu ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk iliyokaliwa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine, amesema baada ya kuchanganua data kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Mtaalamu huyo wa kijeshi ameongeza kuwa katika kipindi cha wiki moja vikosi vya Urusi pia vimeharibu vifaru 10, mfumo wa roketi nyingi za HIMARS, bunduki 48 za mizinga ya shambani, vituo 67 vya vita vya elektroniki vya redio na betri za kukabiliana, risasi 89, vituo vya mafuta na vifaa, pamoja na zaidi ya magari 320 ya kijeshi ya Ukraine. Licha ya hicho ambacho pia Urusi imeripotiwa kufanya mashambulizi na kusonga mbele kabisa kwenye baadhi ya maeneo hasa kwa Pokrovsk na huko Jamhuri ya Watu wa Lugansk ambako Ukraine imeripotiwa kupata hasara kubwa, lakini pia kwa upande mwingine huko mkoani Belgorod nchini Urusi wanajeshi wa Ukraine wameharibu bwawa karibu na Belgorod na wakikata kabisa wanajeshi wa Urusi karibu na Volchansk ambako walikuwa wakitumia kama sehemu ya usafirishaji. Shambulio la Ukraine kwenye bwawa karibu na Belgorod huko nchini Urusi limesababisha maji kuanza kutiririka bila kudhibitiwa na inasemekana kukata vikosi vya Urusi vilivyokuwa vimevuka mto Siversky Donetsk karibu na mji wa Volchansk wa Ukraine katika mkoa wa Kharkiv. Kikosi cha 16 cha jeshi la Ukraine kimeripoti hivyo Oktoba 26 mwaka huu. Shambulio hilo liliharibu bwawa katika bwawa la Belgorod ambalo liko kaskazini mwa mpaka wa Ukraine, ambapo mafuriko hayo yamevuruga vifaa vya Urusi na kukwamisha vitengo kadhaa vya Urusi upande wa mto wa Ukraine bila mstari salama ya usambazaji au nyongeza, kulingana na ripoti hiyo. Jambo kuu ni kwamba vifaa vya adui vimekuwa vigumu zaidi, ambapo majani pia yameanguka. Kwa hivyo vitengo vilivyofanikiwa kuvuka Donetsk za Siversky vimekatiliwa mbali na vikosi vyao vikuu. Kwa hivyo wanatarajia dimbwi la kubadilishana wafungwa kujazwa tena, iliongeza taarifa hiyo, ikimaanisha uwezekano wa kukamata wanajeshi wa Urusi. Volchansk imekumbwa na uvamizi wa Urusi hadi Septemba 2022 wakati wanajeshi wa Ukraine walipokomboa mji huo, lakini wakakabiliwa na mapigano makali tena baada ya Urusi kuanza harakati mpya mwezi Mei mwaka jana 2024 na kulazimisha wakazi wengi kukimbia makwao. Mji huo bado unamilikiwa kwa kiasi na vikosi vya Urusi. Kamanda vikosi vya mifumo isiyo na rubani wa Ukraine, Bwana Kanali Robert Rovili, mwenye ishara ya Madial, alithibitisha mnamo Oktoba 26 kwamba shambulio kwenye bwawa hilo lilifanywa na vikosi vya Ukraine. Gavana wa Belgorod, Bwana Vyacheslav Gladkov, alikiri ya kwamba hatari ya mafuriko na uharibifu zaidi bado inatokana na mashambulizi yanayoweza kurudiwa. Alisema kuna hatari kwamba adui anaweza kujaribu shambulio lingine ili kuharibu bwawa hilo kabisa. Ikiwa hilo litatokea, kutakuwa na tishio la mafuriko kando ya uwanda wa mafuriko upande wa Kharkiv na pia katika mitaa kadhaa ya makazi yao ya ndani, makazi ya watu wapatao 1000, amesema Oktoba 25 mwaka huu, kuhusu pia hichi ambacho kimeripotiwa na jeshi la Ukraine.